Karibuni kwenye presentation yangu. Presentation yangu imejikita kwenye usimamizi wa rasilimali watu. Lakini kabla ya yote, ni vizuri kufahamu wote kwamba usimamizi wa rasilimali watu ni nini. Usimamizi wa rasilimali watu ni mchakato wa kupanga, kuajiri, kuchagua, kufundisha, kuendeleza, kuhamasisha na kusimamia wafanyakazi ili shirika liweze kufikia malengo yake kwa ufanisi na tija. Kwa hiyo wewe ili uweze kuwa na sifa ya kuwa msimamizi wa rasilimali watu, basi unatakiwa uweze kupanga, kuajiri, kuchagua, kufundisha, kuendeleza, kuhamasisha na kusimamia wafanyakazi, ili kwamba kuleta mafanikio chanya kwenye kampuni au shirika. Lakini siku ya leo tutaweza kujifunza malengo ya usimamizi wa rasilimali watu. Nini malengo ya usimamizi wa rasilimali watu? Kuna faida gani? Lengo la kwanza, kupata wafanyakazi wenye sifa. Kuhakikisha shirika linaajiri watu wenye elimu, ujuzi na uwezo unaohitajika. Nitaelezea katika hii sehemu ya kupata wafanyakazi wenye sifa. Kama tunavyojua kwamba katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wapo wafanyakazi wengi, lakini sio wote wenye sifa. Kwa hiyo hii ni lengo mojawapo la msimamizi wa rasilimali watu, kutafuta wafanyakazi wenye sifa. Lakini pia lengo la pili ni kuendeleza wafanyakazi, kuwapa mafunzo na kuwaongezea ujuzi ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lengo la tatu ni kuhamasisha wafanyakazi, kuwafanya wafanyakazi wafanye kazi kwa ubora zaidi na kuhamasisha kupitia mishahara, posho na zawadi. Hii hupelekea wafanyakazi kuwa na motisha wa kuendelea kufanya kazi au kuwa na ile motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini lengo lingine ni kudumisha wafanyakazi, kupunguza hali ya wafanyakazi kuacha kazi mara kwa mara. Kwa hiyo pale ambapo semina mbalimbali zinatolewa, basi inapelekea kudumisha baadhi ya wafanyakazi ambao labda walikuwa na lengo la kuacha kufanya kazi au walikuwa na lengo la kuacha kazi kuendelea na kazi. Lakini lengo lingine ni kujenga mahusiano mazuri kazini, kuhakikisha kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi na uongozi. Tunajua kwamba katika kampuni au shirika, ukiwa hamna ule uhusiano mzuri kati ya wafanyakazi na mwajiri, basi inapelekea matatizo na kampuni haiwezi kuendelea. Lakini hawa human resources management au wasimamizi wa rasilimali watu wanapofanya hivyo, basi inapelekea kujenga mahusiano mazuri kazini. Lakini lengo lingine, kufanikisha malengo ya shirika, kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanachangia kikamilifu katika kufanikisha malengo ya shirika. Lakini tumeweza kuona maana